Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya kujiweka wakfu kwa ajili ya mwezi wa 7, ambapo leo tumeingia mwezi huo, na Mungu akawa anasema nami ya kwamba tunapoanza mwezi mwingine kwa ajili ya kuelekea nusu ya mwaka, tunaenda kuvikwa nguvu mpya. Na tunapoenda kuvikwa nguvu mpya, maandiko yanasema katika Isaya sura ya 41 mstari wa 1, nyamazeni mbele zangu enyi visiwa na mataifa, wajipatie nguvu mpya, wajipatie nguvu mpya. Sasa na tunaona nguvu mpya inapokuja ndani ya mtu inaanzisha jambo jipya. Sasa tumekaa miezi 6 katika mwaka. Tunamshukuru Mungu, yapo yaliyofanikiwa, yapo ambayo bado hatujayaona lakini tuliyatarajia. Kwa hiyo tutaenda na ajenda 2. Ya kwanza, tutamshukuru Mungu kwa ajili ya nusu mwaka ambao mpaka sasa tumeumaliza na tumeanza nusu nyingine. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya vile alivyotusaidia kutulinda na kutupa uhai mpaka leo. Lakini la pili ni kwenda kujiweka wakfu katika kuvishwa nguvu mpya, kama alivyosema, nyamazeni mbele zangu enyi visiwa na mataifa, wajipatie nguvu mpya. Sasa tunapoenda kujivika nguvu mpya kwa kujiweka wakfu, nguvu mpya kusaidia yale mambo ambayo hayajatimia yaweze kutimia. Unaposikia nguvu mpya ama unaposikia nguvu, haimaanishi nguvu ya mwilini tu. Unaposikia nguvu, kuna nguvu ya mwilini na nguvu ya rohoni. Kama vile ambavyo Yesu aliwaambia mitume wasitoke Yerusalemu mpaka watapokea ahadi ya Baba, afu akasema watapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mkishapata ile nguvu, sasa nendeni mkafanikiwe, mkafanye kazi ya Bwana, mwende mkawafanya mataifa kwa wanafunzi. Lakini lazima mpate nguvu, lazima mpate nguvu. Kwa hiyo Bwana akasema nami ya kwamba ataenda kuachilia nguvu mpya tunapoenda kuanza nusu ya mwaka, kumaliza mwaka 2025. Na tutakapopata nguvu hizi, itakuwa ni nguvu ya namna gani? Itakuwa ni nguvu ya mwili ambayo tumeizoea, tunahitaji kuwa energetic, tunahitaji kuwa na nguvu za miili yetu kuwa na afya njema kwa maana ya nguvu ya mwili. Lakini pia tutapata nguvu ya kwenda kufanikiwa. Hiyo sasa ni katika ulimwengu wa roho, nguvu ya rohoni ya kufanikiwa, nguvu ya rohoni ya kufanikiwa ambayo Mungu alisema na wana wa Israeli, akisema mtakapofika katika nchi ile ninayowapeleka, inayomiminika maziwa na asali, mahali ambapo mtaweza kujenga, halafu mkakaa ndani ya nyumba, mtalima, mtafuga na mtaona mafanikio. Anasema mambo yote haya yatakapotokea, msije mkasema ni kwa akili zetu ama ni kwa nguvu zetu ndio tumeweza kufanya mambo yote haya, bali mkumbuke Bwana Mungu wenu aliyowatoa katika nchi ya utumwa, aliyowapitisha jangwani. Anasema yeye peke yake ndio awapae ninyi nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo tunaona utajiri ule ambao hata wana wa Israeli walikuwa nao walipofika katika ile nchi ya ahadi. Ile nguvu haikuwa ni nguvu ya kimwili kupata utajiri, ilikuwa ni nguvu ya kiroho ambayo iliwapa wepesi wa kupata utajiri. Kuna nguvu ya kiroho. Hii nguvu ya kiroho ndio inaweza kumvuta mtu aje kununua kwenye duka lako, asiende kununua kwenye duka la mwingine. Hii nguvu ya kiroho ndio mtu ambaye anaweza kuja kuongea na kukupa wazo wewe na asimpe wazo mwingine. Hii nguvu ya kiroho ni ya mtu ambaye unamuita, anakuja, anakuwa mwepesi kukufanyia kazi yako. Ni nguvu ya kiroho, ni nguvu ya kiroho ambayo tunapoongelea hii nguvu ya kwenda kumaliza mwaka, ndio hiyo ambayo Mungu anapita humo, anapita humo. Anasema hivi, basi ashukuriwe yazaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo ama tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sasa ile nguvu inayotenda kazi ndani yetu ndio humo Mungu anamopita kuweza kutusaidia. Kwa hiyo tunaenda kuvikwa nguvu mpya. Ile nguvu mpya tukishavikwa, Bwana anapita kwenye ile nguvu mpya itakayopatikana kwetu. Kwa hiyo unapoenda kufanya haya maombi, ni maombi ambayo Bwana anatuvika nguvu mpya.
Baada ya kuvishwa ile nguvu mpya, Mungu anapita kwenye ile nguvu kufanya kazi, kwa sababu ni kanuni yake. Anafanya kazi kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani ya mtu. Kwa hiyo tunaenda kuvikwa nguvu mpya kwa ajili ya kwenda kumaliza mwaka. Tukatembea kwenye furaha, tukatembea kwenye amani, tukatembea kwenye afya, tukatembea kwenye mafanikio, tupate nguvu ya mwilini, tupate nguvu ya rohoni, ya maombi, ya kutafuta uso wa Bwana, ya mifungo na mambo mengine kadha wa kadha. Tukapofanya hivyo, utaanza kuona mambo ambayo uliyatarajia yanaanza kutokea, kwa sababu kuna nguvu ya kuyafanya unayoyatarajia yaweze kutokea, na Bwana kashasema anatuvika nguvu leo. Kwa tunaenda kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu asante kwa kutufikisha miezi 6 katika mwaka, nusu ya mwaka, lakini tunaenda kuomba kuvalishwa na kuvishwa nguvu mpya kwa ajili ya kufanikiwa katika mwaka, na vile vilivyosalia viweze kutimia katika jina la Yesu. Naomba niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tunajiweka wakfu kwako kwa ajili ya mwezi huu wa 7, lakini tunakuja mbele za uso wako kwa kukushukuru wewe kutusaidia katika miezi 6 yote iliyopita, hata tumeweza kufika nusu ya mwaka na kuanza mwezi kuelekea miezi 6 inayokuja. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya vile ambavyo umetupigania. Mungu liye haya, asante kwa ajili ya moja ambaye alipita katika maji mengi lakini hakugarikishwa. Ulisema katika maji tutapita lakini hatutagarikishwa, katika moto tutapita lakini mwali wa moto hautatuunguza. Na ndivyo ilivyo. Bwana, umetusaidia, umetupigania Bwana, katika mambo yote umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu Mungu wetu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni tarehe 1. Tunakushukuru sana kwa ajili ya neema ambayo Roho Bwana umeiachilia ndani yetu. Tunasema asante kwa nguvu ambayo umekuwa pamoja nasi kwa miezi yote 6. Roho Bwana, asante kwa maana tuvisha nguvu mpya kwa ajili ya miezi 6 inayokuja, nasi tunavishwa nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Tuvikwe nguvu mpya kwenye kazi za mikono yetu, tuvikwe nguvu mpya kwenye familia zetu, tuvikwe nguvu mpya kwenye biashara zetu, tuvikwe nguvu mpya kwenye mahusiano yetu. Watoto wetu nao wavishwe nguvu mpya kwa jina la Yesu. Wenza wetu nao wavishwe nguvu mpya katika jina la Yesu. Wafanya kazi tunaofanya nao kazi nao wavishwe nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Vyombo tunavyovitumia kwa shughuli mbalimbali na venye vitiwe nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nakushukuru kwa rehema na neema. Ninaomba kwa ajili ya kanisa lako Tanzania, ninaomba kwa ajili ya kanisa lako dunia nzima, nalo litiwe nguvu Bwana. Kila anayeliitia jina lako Yesu akatiwe nguvu mpya. Kila kanisa ambalo linakukiri wewe Kristo, kila kanisa lako ambalo umeliweka wewe Mungu wa kweli, ambalo halijapandwa na adui, litiwe nguvu katika jina la Yesu. Watu wako Bwana walioliitia jina lako, wanaoliitia jina lako Mungu, nao watiwe nguvu. Mungu liai, ninaomba kwa ajili yangu na watu wangu ambao Mungu liai umenipa. Roho Bwana, ninaomba tutiwe nguvu, mimi na watu wangu tutiwe nguvu isiyo ya kawaida. Roho chafu zisipate nafasi. Tutiwe nguvu ya afya njema, tutiwe nguvu ya furaha, tutiwe nguvu ya kicheko, tutiwe nguvu ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, tunajiweka wakfu kwa ajili ya kutembea kwenye ushindi usio wa kawaida. Tunaomba neema izidi sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya neema kuu, asante kwa ajili ya ushindi. Sifa na heshima vyote ni vya kwako. Tunajiweka wakfu leo. Roho Bwana, tunajiweka wakfu. Mungu aliye hai, tunajiweka wakfu Bwana, ukatuonekanie, ukatupiganie na kutushindia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa rehema na neema, asante kwa mkono wako wenye nguvu. Sifa na heshima vyote ni vya kwako. Tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Miezi 6 iliyobaki Bwana, we Mungu, naachilia nguvu mpya kabla ya kutupeleka kwenye mwaka mwingine wa rehema na neema kuu. Baba, nakushukuru sana kwa mkono wako wenye nguvu. Sifa na heshima ni za kwako katika jina la Yesu. Amen.
amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi unaweza ukashika sadaka yako. Ni sadaka muhimu sana kwa Bwana kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa mwezi wa 7, ambapo tumeanza mwezi wa kwanza wa kumaliza miezi 6 mingine. Utashika sadaka kwa ajili yako. Hiyo sadaka ikanene mema kwa ajili ya familia yako. Itabirie hiyo sadaka ikanene mema kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya biashara yako. Kukawe na nguvu mpya katika mwili wako, katika afya yako, kukawe na nguvu mpya. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako, utaenda kuiachilia kwenye lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.